Leo ningependa kuwafundisha maneno ya Mungu kwa kichwa cha mahubiri, shika amri ya Pasaka. Watu wengi husoma Biblia. Si, Biblia inahesabiwa kuwa kitabu kiuzwacho zaidi ulimwenguni. Watu wengi husoma Biblia ili kugundua maongozi ya Mungu ya wokovu. Walakini ingawa wanaisoma Biblia hawaelewi mapenzi ya Mungu. Kwa hekima ya kibinadamu haiwezekani kugundua njia ya Mungu ya wokovu. Ingawa wanatazama hawaoni. Ingawa wanasikia hawasikii wala hawaelewi. Kwa kweli ni ajabu jinsi tusivyoweza kuielewa Biblia mpaka Mungu aje na kuielezea, hata kama tukiisoma mara elfu. Kabla ya kupokea ukweli, hamkuweza kuelewa hadithi ya bustani ya Edeni iliyo katika Biblia. Ni kwa sababu Biblia imeandikwa kwa mapenzi ya kina kirefu ya Mungu. Katika Petro wa pili sura ya 3, Biblia inatuonya kwamba kuifasiri Biblia kiholela kutaongoza kwenye kuangamia. Zaidi ya yote, tusipopata kujua Mwokozi ni nani, hatutapata kamwe njia ya kwenda mbinguni, si ndio? Mungu aliwaamuru wanadamu, shikeni amri ya Pasaka, kupitia sheria ya Musa pamoja na kupitia Yesu Kristo, ila makanisa ulimwenguni hayaishiki. Je, si inashangaza? Wanaisoma Biblia mara 100 lakini hawawezi kulielewa jambo hili. Kanisa lisilofundishwa na Mungu hasa haliwezi kamwe kuigundua Pasaka ya Agano Jipya. Leo tulichunguze jambo hili kupitia Biblia. Tuangalie katika Kutoka sura ya 12 mstari wa 5. Wanyama mtakaowachagua lazima wawe wa kiume wa umri wa mwaka mmoja, wasiokuwa na dosari. Mwaweza kuwachukua kati ya kondoo au mbuzi. Tunzeni wanyama hao mpaka siku ya 14 ya mwezi, ambapo lazima watu wa jumuiya yote ya Israeli wachinje wanyama hao wakati wa jioni. Ndipo watakapochukua baadhi ya hiyo damu na kuipaka kwenye vizingiti vya juu na miimo ya milango ya nyumba ambamo watakula wana-kondoo hao. Usiku huo huo watakula nyama iliyookwa kwenye moto, pamoja na mboga chungu za majani na mikate isiyotiwa chachu. Msile nyama mbichi wala iliyochemshwa, lakini iwe imeokwa kwenye moto, kichwa, miguu na nyama zake za ndani. Msibakize nyama yoyote mpaka asubuhi, nazo kama zitabakia mpaka asubuhi, lazima mziteketeze kwa moto. Hivi ndivyo mtakavyokula: mtajifunga mikanda viunoni, mtakuwa mmevaa viatu vyenu miguuni na kushika fimbo zenu mkononi mwenu. Mle kwa haraka, hii ni Pasaka ya Bwana. Usiku huo huo nitapita katika nchi yote ya Misri na kumuua kila mzaliwa wa kwanza wa wanadamu na wa wanyama, nami nitaihukumu miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Damu itakuwa ishara kwa ajili yenu ya kuonyesha nyumba ambazo mtakuwamo, nami nitakapoiona damu, nitapita juu yenu. Hakuna pigo la uharibifu litakalowagusa ninyi nitakapoipiga Misri. Siku hii itakuwa kumbukumbu kwenu, mtaiadhimisha. Mtafanya nini? Mtaiadhimisha kuwa sikukuu kwa Bwana katika vizazi vyenu vyote. Mtaishika kuwa amri ya kudumu. Anayeamuru ni nani? Mungu aliamuru, adhimisheni Pasaka hii kwa ajili ya vizazi vijavyo. Tuendelee na mstari wa 17. Mtaadhimisha sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, kwa sababu hiyo ndiyo siku ile niliyovitoa vikosi vyenu kutoka Misri. Mtaiadhimisha siku hii kwa vizazi vyenu vyote kuwa amri ya kudumu. Anataka tuzishike sikukuu zote kuanzia Pasaka.
Tuangalie sura ya 12 mstari wa 43. Mstari wa 43. Mwenyezi Mungu akawaambia Musa na Haruni, haya ndiyo masharti kwa ajili ya Pasaka hii, mgeni hataruhusiwa kula Pasaka. Mtumwa yeyote ambaye mmemnunua aweza kuila kama mmemtahiri, lakini kibarua yeyote au msafiri haruhusiwi kula. Sharti iliwe ndani ya nyumba, msichukue nyama yoyote nje ya nyumba hiyo. Msiuvunje mfupa wowote. Jumuiya yote ya Israeli ni lazima waiadhimishe Pasaka hiyo. Mgeni aishiye miongoni mwenu ambaye anataka kuadhimisha Pasaka ya Mwenyezi Mungu ni lazima wanaume wote waliomo nyumbani mwake wawe wametahiriwa, ndipo aweze kushiriki kama mzawa. Mwanaume yeyote asiyetahiriwa haruhusiwi kuila. Mungu aliandika maagizo haya yote katika sheria ya Musa. Tuendelee na sura ya 13. Sura ya 13 mstari wa 8. Siku ile utamwambia mwanao, nafanya hivi kwa sababu ya jambo ambalo Mwenyezi Mungu alinitendea nilipotoka katika nchi ya Misri. Adhimisho hili litakuwa kama alama kwenye mkono wako na ukumbusho katika paji lako la uso, kwamba sheria ya Mwenyezi Mungu inapaswa iwe kinywani mwako. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu alikutoa katika nchi ya Misri kwa mkono wake wenye nguvu. Ni lazima ulishike agizo hili kwa wakati uliopangwa mwaka baada ya mwaka. Kwa maneno mengine, lazima uiadhimishe kila mwaka. Kwa njia hii, Mungu aliwaongoza Waisraeli kutoka Misri, naye akawaamuru waiadhimishe Pasaka kabla tu ya kuanza safari kuelekea Kanaani. Katika kila nyumba ya Wamisri ambamo hawakuadhimisha Pasaka, wazaliwa wa kwanza wa wote wawili wa wanadamu na wanyama waliwawa. Walakini kwa familia za Waisraeli walioadhimisha Pasaka, Mungu aliruhusu maafa yapite juu yao, naye akaamuru, adhimisheni Pasaka hii kwa wakati wake ulioamriwa mwaka baada ya mwaka, nayo ikawa kanuni kwa Waisraeli. Walakini miaka ilipopita, Pasaka ilipuuzwa, lakini kwenye wakati wa mfalme Yosia iliadhimishwa tena. Tufungue kwenye Wafalme wa Pili sura ya 23. Tuone Wafalme wa Pili sura ya 23 mstari wa 1. Kisha mfalme akawaita pamoja wazee wote wa Yuda na Yerusalemu. Akapanda kwenda hekaluni mwa Mwenyezi Mungu pamoja na watu wa Yuda, watu wa Yerusalemu, makuhani na manabii, watu wote wakubwa kwa wadogo. Akasoma wakiwa wanasikia maneno yote ya kitabu cha Agano kilichokuwa kimepatikana katika hekalu la Mwenyezi Mungu. Sheria iliandikwa katika kitabu hiki cha Agano kwa urahisi, ni Biblia. Alisoma maneno yote ya Biblia. Mfalme akasimama karibu na nguzo na kufanya upya agano mbele za Mwenyezi Mungu, kwamba atamfuata Mwenyezi Mungu na kuzishika amri zake, maagizo na sheria zake kwa moyo wake wote na kwa roho yake yote, na hivyo kuyathibitisha maneno ya agano yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Kisha watu wote wakajifunga wenyewe kwa kiapo katika agano. Matokeo yake, Pasaka iliadhimishwa wakati wa mfalme Yosia. Imeandikwa katika mstari wa 21. Tuone mstari wa 21. Mfalme akatoa agizo hili kwa watu wote, adhimisheni. Wanapaswa kuadhimisha nini? Pasaka kwa Mwenyezi Mungu, Mungu wenu, kama ilivyoandikwa katika kitabu hiki cha Agano. Kwa maneno mengine, Pasaka iko katika Biblia. Kabla ya hapo hawakuiadhimisha Pasaka. Walipokosa kuadhimisha Pasaka, waliabudu kila aina ya sanamu badala ya kumwabudu Mungu. Walakini waliposoma Biblia ambayo waliikuta katika patakatifu, walitambua kwamba walikuwa wameasi mapenzi ya Mungu pamoja na kutumikia miungu mingine. Hivyo wakararua nguo zao wakiwa wametiwa huzuni.
Hili limeandikwa katika kitabu cha Wafalme wa Pili. Mstari wa 22. Hapakuwahi kuwa na adhimisho lingine la Pasaka kama hilo tangu nyakati za waamuzi walioamua Israeli, wala katika nyakati zote za wafalme wa Israeli na wafalme wa Yuda. Kweli hii ni bahati mbaya sana. Mungu alisema lazima muiadhimishe kwa wakati ulioamriwa mwaka baada ya mwaka. Walakini watu walikuwa wameshindwa kufanya hivyo. Mstari wa 23. Lakini katika mwaka wa 18 wa utawala wa mfalme Yosia, Pasaka hii iliadhimishwa kwa Mwenyezi Mungu huko Yerusalemu. Mstari wa 24. Zaidi ya hayo, Yosia akawaondoa waaguzi, waabudu mizimu, miungu ya nyumbani, sanamu za kuabudiwa na vitu vingine vyote vya machukizo vilivyoonekana huko Yuda na Yerusalemu. Aliyafanya haya ili kutimiza matakwa ya sheria iliyoandikwa katika kile kitabu ambacho Hilkia kuhani alikipata ndani ya hekalu la Mwenyezi Mungu. Kulingana na Biblia, kuabudu sanamu kulikuwa kumeenea katika nchi ambayo ilipaswa kumtumikia Mungu. Ndiyo maana mfalme Yosia aliharibu sanamu zote na akawaamuru watu waiadhimishe Pasaka. Tuendelee na mstari wa 25. Hapakuwepo mfalme mwingine kabla na baada ya Yosia aliyempenda Mwenyezi Mungu kama yeye, kwa moyo wake wote, kwa roho yake yote na kwa nguvu zake zote, kulingana na Torati yote ya Musa. Yosia hakufanya jambo la kushangaza. Baada tu ya Yosia kuadhimisha Pasaka kulingana na maagizo ya Mungu, Mungu alisema, Yosia alimtumikia Mungu kwa moyo wake wote na kwa roho yake yote na kwa nguvu zake zote. Basi Pasaka ilitimizwaje katika Agano Jipya? Tufungue Mathayo sura ya 26. Yesu Kristo ambaye alikuja ili kuwaokoa wanadamu, alitaka pia ili watu wa Mungu waiadhimishe Pasaka. Tuangalie kwenye Mathayo sura ya 26 mstari wa 17. Siku ya kwanza ya sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi walimjia Yesu wakamuuliza, unataka twende wapi ili tukuandalie mahali pa kula Pasaka? Akajibu, nendeni kwa mtu fulani huko mjini, mkamwambie, mwalimu asema hivi, saa yangu imekaribia. Nitaiadhimisha. Ataadhimisha nini? Pasaka pamoja na wanafunzi wangu katika nyumba yako. Kila mtu, je, hili ni vigumu? Ikiwa Yesu aliadhimisha Pasaka, je, wale wanaomwamini wanapaswa kufanya nini? Kuadhimisha Pasaka ni kushika agizo la Mungu, sivyo? Wakati wa Kutoka, Mungu alianzisha Pasaka. Na kupitia sheria ya Musa, aliwaamuru watu wake waiadhimishe kila mwaka. Iliadhimishwa katika nyakati zote mbili za mfalme Yosia na za mfalme Hezekia. Katika nyakati za Agano Jipya, Yesu alisemaje? Alisema, sasa hakuna haja ya kuiadhimisha, hivyo sitaiadhimisha. Alisema, mwambieni kwamba nitaiadhimisha Pasaka katika nyumba yake. Tuone mstari wa 18 tena. Akajibu, nendeni kwa mtu fulani huko mjini, mkamwambie, mwalimu asema hivi, saa yangu imekaribia. Nitaiadhimisha Pasaka pamoja na wanafunzi wangu katika nyumba yako. Hivyo wanafunzi wakafanya kama vile Yesu alivyokuwa amewaelekeza, nao wakaandaa Pasaka. Hebu tuangalie jinsi Yesu alivyoadhimisha Pasaka. Tuendelee na mstari wa 26. Walipokuwa wanakula, Yesu akachukua mkate, akashukuru, akaumega na kuwapa wanafunzi wake, akisema, twaeni mle, huu ndio nini? Mwili wangu. Kisha akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika kikombe hiki. Hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kwa njia hii aliwapa mkate na divai ya Pasaka. Je, kwa nini mkate na divai ya Pasaka vinavyowakilisha mwili na damu ya Yesu wakati wa Agano Jipya vimechukua nafasi ya mwana-kondoo wa Pasaka aliyetumika wakati wa Agano la Kale? Tuangalie kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7.
Katika sura ya 5 mstari wa 7 imeandikwa, ondoeni chachu ya kale ili mpate kuwa donge jipya lisilotiwa chachu, kama vile mlivyo. Kwa maana Kristo ni mwanakondoo gani? Mwanakondoo wetu wa Pasaka amekwisha tolewa kuwa dhabihu. Yesu alikuwa uhalisi wa mwanakondoo wa Pasaka. Hivyo katika Agano Jipya, Yesu Kristo aliadhimisha Pasaka kwa mwili na damu yake, kwa kuwa alikuja kama mwanakondoo wa Pasaka, naye akaiita Agano Jipya. Tuangalie kwenye Luka sura ya 22. Luka sura ya 22 mstari wa 7. Basi ikawadia siku ya mikate isiyotiwa chachu, siku ambayo mwanakondoo wa Pasaka huchinjwa. Hivyo Yesu akawatuma Petro na Yohana akisema, nendeni mkatuandalie chakula cha Pasaka ili tuweze kuila. Wakamuuliza, unataka tukuandalie wapi? Yesu akawaambia, tazameni, mtakapokuwa mkiingia mjini, mtakutana na mwanaume amebeba mtungi wa maji. Mfuateni mpaka kwenye nyumba atakayoingia. Nanyi mwambieni mwenye nyumba, mwalimu anauliza, kiko wapi chumba cha wageni ambamo mimi na wanafunzi wangu tutakula Pasaka? Atawaonyesha chumba kikubwa ghorofani, kikiwa kimepambwa vizuri. Andaeni humo. Wakaenda nao wakakuta kila kitu kama Yesu alivyowaambia. Hivyo wakaiandaa Pasaka. Hapa pia Yesu aliwatuma Petro na Yohana ili waende na wafanye maandalizi ya kuadhimisha Pasaka. Tuangalie jinsi walivyoila Pasaka. Katika Agano la Kale walitumia wanakondoo hasa, lakini katika Agano Jipya Mungu alianzisha mfumo wa kula mwili na damu ya Kristo ambaye alikuja kama mwanakondoo wa Pasaka. Tuone mstari wa 19. Kisha akachukua mkate, akashukuru, akaumega na kuwapa akisema, huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Vivyo hivyo baada ya kula akakitwaa kikombe. Nini kimo kwenye hicho kikombe? Divai ya Pasaka imo kwenye hicho kikombe. Hivyo akakitwa divai, akisema, kikombe hiki ni hiyo divai ni nini? Agano Jipya katika damu yangu imwagikayo kwa ajili. Ni kwa ajili ya akina nani? Yenu. Hivi ndivyo alivyoanzisha Pasaka ya Agano Jipya. Basi kwa nini Yesu alianzisha huu mfumo wa kula mwili wake na kunywa damu yake? Lazima kuna sababu, sivyo? Tuangalie kwenye Yohana sura ya 6. Yohana sura ya 6 mstari wa 53. Hivyo Yesu akawaambia, amin, amin nawaambia, msipoula mwili wa mwana wa Adamu na kuinywa damu yake. Kwa maneno mengine, msipokula mwili wa Yesu na kunywa damu yake, hamna nini? Uzima ndani yenu. Kuwa na uzima au kutokuwa nao hutegemea juu ya kama tunakula na kunywa mwili na damu ya Yesu au la. Yesu alitufundisha hili. Mstari wa 54. Mtu yeyote aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao. Yuko na nini? Uzima wa milele. Nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Yeyote alaye mwili wangu na kunywa damu yangu atakaa ndani yangu nami nitakaa ndani yake. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi na kama nami ninavyoishi kwa sababu ya Baba, hivyo anilaye mimi ataishi kwa sababu yangu. Wale ambao hawali mwili wa Yesu wala hawanywi damu yake hawana uzima, na hawamo ndani Yesu kamwe, wala Yesu hayumo ndani yao. Kulingana na neno hili la Yesu, madai ya makanisa ulimwenguni kwamba Yesu yumo ndani yao ni uongo. Je, wameiadhimisha wapi Pasaka? Manabii wote waliadhimisha Pasaka. Yesu aliwaagiza Petro na Yohana waiadhimishe Pasaka. Ijapokuwa hili limeandikwa katika Biblia, makanisa ulimwenguni yanashindwa kutambua hili kiroho.
Ingawa imeandikwa waziwazi katika vitabu vinne vya Injili kwamba Pasaka iliadhimishwa kulingana na mapenzi ya Yesu, wanaukana ukweli. Hivyo Mungu anawezaje kukaa ndani yao? Yesu alisema kwamba hii ndiyo njia pekee kwake kukaa ndani yetu na sisi kukaa ndani yake. Kwenye Mathayo 26, Yesu aliviitaje mkate na divai ya Pasaka? Huu ni mwili wangu. Hii ndiyo damu yangu. Je, hakusema hivi? Mungu alianzisha kanuni gani yenye uhusiano na mwili na damu yake? Mungu aliamuru kanuni ijulikanayo kama Pasaka. Basi wale ambao hawaiadhimishi Pasaka hawawezi kamwe kuwa na uzima wa milele. Je, yeyote ambaye hana uzima wa milele anaweza kuingia mbinguni? Hapana. Kwa nini ni hivyo? Wale tu walio na uzima wa milele wanaweza kuingia katika ufalme wa Mungu. Tuangalie kwenye Ufunuo sura ya 21 mstari wa 4. Atafuta kila chozi kutoka macho yao. Mambo gani hayatakuwepo tena? Mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu, kwa maana mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Naye yule aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama, nayafanya mambo yote kuwa mapya. Kisha akasema, andika haya, maana maneno haya ni ya kuaminika tena ni kweli. Ulimwengu ambako hakuna mauti tena hurejelea ufalme wa mbinguni. Je, wale wenye uzima wa milele kwa njia ya Pasaka ya Agano Jipya huenda wapi? Wanaenda kwenye ufalme wa milele wa mbinguni. Kwa hiyo haijalishi jinsi watu wanavyopaza sauti, Bwana, Bwana, juhudi zao zitakuwa bure. Huniabudu bure. Je, si hili limeandikwa kwenye Mathayo sura ya 15? Mungu alitupatia Pasaka. Huu ndio mpango wa wokovu wetu ambao alikuwa ameuandaa. Katika nyakati za Agano Jipya, Yesu Kristo alikuja kwenye dunia hii naye akaitangaza Pasaka ya Agano Jipya. Hii ni kwa ajili ya wokovu wenu. Agano hili limeanzishwa kwa ajili yenu. Hivyo, je, tunaweza kusema kwamba hatuhitaji kuiadhimisha Pasaka ya Agano Jipya? Kanisa la mapema liliadhimisha kwa uaminifu. Walakini, mnamo mwaka 155 baada ya Kristo, takribani miaka 120 hadi 130 baada ya Yesu kupaa mbinguni, tarehe ya Pasaka ilianza kujadiliwa. Makanisa ya Mashariki pamoja na makanisa ya Magharibi, ambayo makao yake makuu yalikuwa Roma, yalianza kutofautiana. Roma ilitawaliwa na dini ya Kimithra, yaani dini iliyoabudu mungu jua. Mvuto huo ulianza kupenya kanisani na ulisababisha kuondolewa kwa siku ya Sabato pamoja na Pasaka na kuanzishwa kwa ibada ya Jumapili. Takribani mnamo mwaka 197 baada ya Kristo, mabishano ya pili juu ya Pasaka yalichochewa. Hata hivyo, makanisa ya Mashariki yalisema, hatuwezi kubadilisha tarehe ya Pasaka ambayo Yesu na mitume waliadhimisha. Tutaadhimisha Pasaka kwa wakati ulioamriwa. Kwa namna hii, hawakushawishiwa hata mnamo mwaka 197 baada ya Kristo. Lakini mnamo mwaka 325 baada ya Kristo, kwenye mtaguso wa kidini, Kaisari Konstantine pamoja na kanisa Katoliki la Roma waliondoa Pasaka iliyokuwa imeadhimishwa siku ya 14 ya Nisan. Walisema, je, ufufuo wa Yesu Kristo si muhimu zaidi? Matokeo yake, Pasaka ambayo ilikuwa siku ya 14 ya Nisan ikatoweka duniani. Pasaka iliendelea kuadhimishwa kwa takribani miaka 300 baada ya Yesu.
Walakini leo hakuna makanisa yanayoadhimisha Pasaka. Je, tunaweza kusema kwamba yanafuata mapenzi ya Mungu? Yanafuata amri ya Kaisari Constantine, wala si amri ya Mungu. Ili mtu awe kaisari wa Roma, ilimbidi awe kuhani mkuu wa Mungu Jua. Kwa maneno mengine, wanafuata mafundisho ya dini ya Mungu Jua. Ndiyo maana walikubali ibada ya Jumapili pamoja na Krismasi ambazo zinaheshimu Mungu Jua. Ni wazi kwamba makanisa ya leo hayamtumikii Mungu. Kuwa na jina kanisa tu hakufanyi liwe kanisa. Lazima mwelewe kwamba wako na jina la kanisa lakini wanaabudu Mungu Jua. Ndiyo maana Mungu alitoa maagizo ili kuwatofautisha waziwazi. Mmojawapo hizo maagizo ni ani. Kwa kuanzisha agizo la Pasaka ya Agano Jipya, Mungu aliutangazia ulimwengu mzima watu wake wa kweli ni akina nani, wale ambao wako na mwili na damu yake. Hivyo, kwa kuwa tumerithi mwili na damu ya Mungu, tunaweza kumwita Mungu Baba. Ni kwa sababu mwili na damu ya baba na mama hutiririka ndani yetu. Hii inamaanisha kuwa sisi ni watoto wa Mungu. Ndiyo maana Mungu alisema kwenye Yeremia sura ya 31, wale wanaolishika agano jipya mioyoni mwao watakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wao. Isitoshe, Mungu atafanya nini na dhambi zao? Mungu atazisamehe dhambi za wale walio katika agano jipya. Hivyo, tumepokea baraka kubwa kutoka kwa Mungu. Watu wanaogopa kifo kwa sababu hawana mategemeo ya baadaye. Tutakapoacha ulimwengu huu, tunakutana na Mungu na kurudi nyumbani kwetu mbinguni. Kwa nini tushike habari hizi zilizobarikiwa kwetu binafsi? Hebu tushiriki ukweli huu ulio kamili na familia, majirani, pamoja na ndugu zetu. Siku za Mfalme Hezekia, matarishi walitumwa kumwambia kila mtu aje kuiadhimisha Pasaka. Wakati huo, kulikuwa na Yuda ya kusini na Israeli ya kaskazini. Ni sawa na rasi ya Korea ambayo imegawanywa kwenda kaskazini na kusini, ingawa watu ni wa kabila ile ile mmoja. Watu katika Israeli ya kaskazini waliidhihaki Pasaka. Walakini watu wa Yuda ya kusini waliadhimisha Pasaka kwa neema. Baada ya muda, Israeli ya kaskazini iliangamizwa kutokana na uvamizi wa Waashuru. Kwa upande mwingine, Yuda ya kusini ililindwa na Mungu na kuhifadhiwa kwa mamia ya miaka. Leo, wale wanaomwamini Yesu Kristo lazima waiadhimishe Pasaka. Je, Mtume Paulo alisema nini? Kwa maana Kristo, mwana-kondoo wetu wa Pasaka, amekwisha tolewa kuwa dhabihu. Hivyo, tunapaswa kufanya nini? Tangazeni mauti ya Bwana mpaka ajapo. Pasaka lazima iadhimishwe hadi siku atakapokuja, lakini je, imeadhimishwa kweli? Njiani ilipotea. Je, si kuna unabii kuhusu hili? Ilitabiriwa kwamba Shetani atabadili majira na sheria. Basi nani atairudisha Pasaka ya Agano Jipya baada ya unabii huo kutimizwa? Mungu atakuja tena kutangaza Pasaka ya Agano Jipya kwa wanadamu wote na kuwapa uzima wa milele. Kila mtu, sisi ni watoto wa Mungu ambao tutapokea uzima wa milele. Ninawaomba msipoteze imani yenu kamwe na mwe watoto wa mbinguni ambao watafurahia baraka za milele mbinguni. Hebu pia tushiriki habari hizi na wale wanaotuzunguka. Iwe wanasikiliza au la, ni mapenzi ya Baba na Mama kwetu kuwasilisha ujumbe huu. Pasaka ni agizo lililoongozwa na Mungu kwa maelfu ya miaka kwa ajili ya wokovu wetu, hivyo hatupaswi kamwe kuipuuza.
Ikiwa Mungu anathamini sana Pasaka, tunapaswa kujiandaa kwa ajili ya Pasaka ili tuweze kuwa na ibada kwa Mungu kwa njia takatifu na ya utauwa. Nikitumaini kwamba mmepokea neema katika maneno haya, ninahitimisha mahubiri ya leo. Asanteni.